Tunakushukuru sana Baba yetu wa mbinguni kwa neema yako. Asante kwa ajili ya kipindi hichi cha wewe ni nani katika Kristo. Baba, asante kwa ajili ya kipindi cha saa faraja katika Kristo. Bariki watazamaji, tabariki wasikilizaji. Popote injili itakapofika ikaokoe watu na kuwaponya. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu bariki neno lako. Amen. Tunaendelea na sehemu nyingine. Kipindi kilichopita tuliangalia kwamba wewe ni nabii na tukaeleza kazi nabii anavyoitwa na tukaeleza na kazi zake. Sasa tunatoa sehemu nyingine ya 3. Sehemu ya 4. Wewe ni muombezi. Ukishaokoka wewe ni muombezi. Na neno linalotuongoza ni Yeremia sura ile ya 5 mstari wa 1. Anasema akionekana mtu mmoja mwenye haki mmoja sitaangamiza, akionekana mwenye haki mmoja nchi haitaangamizwa. Lakini Ezekiel 22:29 na 30 inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye simama mbele zangu mahali palipobomoka, ila sikuona, nami nimeachilia adhabu yangu kali. Sasa muombezi lazima ajue kutumia nafasi yake vizuri katika ulimwengu wa roho, kwenye eneo la familia, kwenye eneo la kanisa, kwenye eneo la nchi, kwenye eneo la huduma na kwenye eneo la kimataifa na kitaifa. Sifa za muombezi. Sifa ya kwanza kabisa ya muombezi ni awe wakili wa siri za Mungu. Iko katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4. Muombezi lazima uwe wakili wa siri za Mungu. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 1 nasema, mtu atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kwa hiyo muombezi lazima uwe na kifua cha kutunza siri za watu, ni siri za Mungu. Lakini uwe unatimiza patano na Mungu wako. Angalia Amosi 3:3. Anasema watu wawili waweza kwenda katika njia moja wasipopatana. Kwa hiyo lazima muende katika njia moja, mpatane kwanza. Uwe msomaji wa neno la Mungu, kwa sababu neno ni kielelezo cha muombezi yoyote. Usiombe bila neno. Mungu anaangalia neno apate kulitimiza. Katika Yeremia 1:12 anasema naangalia neno ipate kulitimiza. Kwa hiyo maombi yasiyo na neno hayawezi kujibiwa, kwa sababu hayawezi kutimizwa. Mungu anachoangalia kwenye maombi ni neno lipi umetumia. Kwa hiyo Mungu ana tabia ya kujitazama na kujitimiza. Katika Hesabu 23:19 ameeleza vizuri kwamba Mungu sio mwanadamu aseme uongo au ajute. Kwa hiyo anaangalia na anajitimiza huko. Zaburi ya 119 mstari wa 105 linasema, neno lako ni taa na mwangaza wa njia zangu. Muombaji asiyekuwa na neno moyoni mwake ni sawa na gari ambayo haina taa, itaenda kudondoka tu mtoni. Zaburi ya 119 mstari wa 12 ukisoma pale inaeleza jinsi gani kijana aisafishe njia yake, ni kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Lakini sasa ukisoma mstari ule wa 12 huwa ni mstari wa 9. Zaburi ya 119 mstari wa 9. Kwa mfano kama wewe ni muombezi kijana, lazima utii na kulifuata neno la Mungu. Lakini kama ni muombezi tu wa umri wowote ule, lazima ujikite kwenye mstari wa 12 katika Zaburi ya 119, ambayo hii inasema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Ili muombaji usitende dhambi, weka neno la Mungu ndani ya moyo wako. Sio kwenye begi, weka kwenye moyo wako. Lisome na kulitafakari neno. Kuna vitu neno litakukaripia, kuna vitu neno litakunyima kuvifanya ukishakuwa muombezi. Lakini neno linaelekeza, linamuelekeza muombaji kama ni direction, yani ni mwelekezo, ni mwelekeo, ni kielelezo. Katika Zaburi ya 119 mstari wa 133, uzielekeze hatua zangu kwa neno lako, uovu usije ukanimiliki. Ukitaka uovu usimiliki, kubali kuelekezwa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni mwalimu, linaweza kuelekeza, linaweza kuonya, linaweza kukemea, linaweza kufundisha. Kwa hiyo cha 4 ni ufunge agano na Mungu. Zaburi ya 50 mstari wa 5 anasema, nikusanyie wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa njia ya dhabihu.
Ukiwa muombaji lazima uwe pia unatoa sadaka kwa ajili yako. Sio unaombea watu unapokea tu sadaka, hapana. Na wewe lazima uwe unatoa sadaka. Na ufunge agano na Mungu. Kuna wakati vita ikiinuka juu yako, Mungu anaangalia agano lake, anakuokoa. Zaidi soma katika ile Zaburi ya 107 na Zaburi ya 50 mstari ule wa 5. Ujifunze unyenyekevu. Kuna waombaji wengi hawana unyenyekevu, wana viburi kuliko hata viongozi wengine. Sasa ujifunze unyenyekevu. Petro wa kwanza 5:5 anasema enyi vijana mjifunze unyenyekevu. Nasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ndio hodari ili aweze kwa wakati, huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye ni Mungu anayejishughulisha sana kwa ajili ya mambo yetu. Sasa wewe ni muombaji, lazima uwe mnyenyekevu. Uwe mtu wa kusamehe na kuachilia. Marko 11 mstari wa 25 mpaka wa 24. Unakuta wewe unatembea hautaki kusamehe, hautaki kuachilia, moyoni mwako kuna vinyongo, kuna uchungu, kuna chuki. Sasa vinazuia Mungu hata kukusemesha vitu vya kuomba. Jitahidi kuomba na kusamehe na kuachilia. Na kuachilia maana ukishasamehe usikumbuke tena. Unasema hata jana ulifanya hivi, maana yake hukusamehe, ulikuwa umebeba kisasi. Kwa hiyo maana yake unafukua vilivyokufa. Adamu wa kale ananyanyuka wakati unaona lile tukio. Kwa hiyo samehe na kuachilia. Uwe na roho ya utulivu na kuomba kibali kila jambo. Katika Zaburi ya 19 ukisoma pale kwenye mstari wa 21, Zaburi ile ya 19, hichi kitu cha kuomba kibali ni kitu kizuri sana. Zaburi ya 19 mstari ule wa 14 inasema, Zaburi ya 19 mstari wa 14 inasema, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana mwamba wangu na mwokozi wangu. Sio kila jambo utaomba sahihi. Lazima uombe kibali mbele za Mungu na cha kuingia patakatifu pake kwanza. Usiende hivyo hivyo ukifikiri kwamba atakusikiliza. Lazima uombe kibali kwanza. Kwa hiyo ukiweza hivyo utakuwa muombaji mzuri sana. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji. Asante kwa sababu unamuandaa kama muombezi na mlinzi. Tunapoendelea na kipindi hiki, tunaomba Bwana kutana naye kwa namna ya ajabu sana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni muombezi. Huyu mtu naye muombea akawe muombezi mzuri. Yote nilivyofundisha hapa kavielewe. Naomba kipekee kwa ajili ya wagonjwa, wale wenye huzuni, wafungwa magerezani, wajane, yatima, wote wenye uchungu mwilini. Waguse na kuwatembelea katika jina la Yesu. Mkono wako wenye nguvu kawaguse. Wafungue watu katika mateso, wafungue katika maangamizi. Naombea wale ambao wanasoma neno wanasahau. Navunja roho za usaulifu kwa jina la Yesu. Naombea wale ambao wana vita, wanapitia maisha mahali pagumu, na hata wengine wamekata tamaa, wanahisi hata kuondoka duniani. Naomba Bwana Roho Mtakatifu ni mfariji, awatie nguvu, awaimarishe, awasaidie. Naomba kwa ajili ya wale waombaji ambao wanapitia vita kwenye ulimwengu wa roho. Vita imeinuka. Mungu umesema katika neno lako la Kutoka 14:14, mtakaa kimya na Bwana atawapigania. Naomba kawapiganie hawa watu kwa namna yote ile Bwana, ukapate kuwashindia. Vita sio yetu, vita ni ya kwako Bwana. Vunja hiyo roho inayoshindana na watu wa Mungu. Ninawakabidhi mikononi mwako, wao ni waombezi katika jina la Yesu Kristo. Na wewe unatafuta waombezi. Mungu, inua waombezi wanaopendeza moyo wako kila mahali, kila nchi, kila mkoa, kila wilaya, kila taifa, kila eneo duniani kote ulimwenguni. Wakainuliwa waombezi wa kuombea mataifa, wa kuombea familia, wa kuombea kanisa, wa kuomba kwa ajili ya jamii, wa kuomba kwa ajili ya shule na vyuo vikuu na maeneo mbalimbali. Katika jina la Yesu naomba, amen. Mungu akubariki sana muombezi uko unanisikiliza. Unaweza ukatutumia ushuhuda kupitia namba za simu zinazopita hapo, au kama unataka kutuma sadaka kwa ajili ya programu hii, basi unaweza kutumia namba zinazopita hapo, tutaipata. Mungu akubariki sana na tunakutakia wakati mwema.